Msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, kulingana na mamlaka aliyonayo chini ya kifungu cha 18(6) cha sheria ya vyama vya siasa, ametangaza hii leo Jumanne Mei 27 mwaka 2025 kusitisha kutoa ruzuku kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hadi pale watakapotekeleza maelekezo ya ofisi ya msajili, kutokana na Chadema kutokuwa na viongozi wanaoweza kusimamia mapato, matumizi na marejesho ya fedha hizo za umma. Hatua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imefikiwa mara baada ya kueleza kuwa Chadema imekaidi mara kadhaa maamuzi ya ofisi ya msajili, ikiwemo taarifa ya Mei 25 mwaka huu, ambapo makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akisoma maazimio ya kamati kuu ya chama alieleza kuwa maamuzi na maelekezo ya msajili wa vyama vya siasa kuhusu malalamiko ya Bwana Bruce Mchome ni batili na hatofanyia kazi. Aidha, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imeendelea kusisitiza kuwa Bwana John Mnyika, Amani Golugwa, Ali Ibrahim Juma, Godbless Lema, Dr. Rugemeleza Nshala, Rozi Mayemba, Salim Kasanzu na Hafidh Ali Saleh sio viongozi wa Chadema, sambamba na watendaji wengine wote ambao waliteuliwa kwenye kikao cha baraza kuu Januari mwaka huu. Taarifa ya msajili wa vyama vya siasa iliyochapishwa na kusainiwa na Abu Kimario, mkuu wa kitengo cha mawasiliano na elimu ya raia, imewasihi pia wananchi, wadau na mamlaka na taasisi za serikali pamoja na binafsi kutowapa ushirikiano na huduma wanachama walioorodheshwa hapo juu endapo watakuwa wakihitaji huduma fulani kama viongozi wa Chadema, ambapo imeelezwa kuwa viongozi halali wa vyama hivyo ni wale tu wanaotambuliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini. Msajili huyo pia amebainisha kwamba endapo Chadema wataendelea kukaidi kutekeleza maamuzi na maelekezo waliopatiwa, basi mamlaka husika zitatakiwa kuchukua hatua za kisheria pamoja na za kijinai na kuwasimamisha wanaojifanya kuwa viongozi wa Chadema katika kufanya shughuli za kisiasa kwa mujibu wa kifungu cha 21(e) cha sheria ya vyama vya siasa nchini. Msajili pia amekumbusha kwamba kwa mujibu wa sheria anayo mamlaka ya kusimamisha usajili wa Chadema endapo kitaendelea kuwatambua wanaojiita viongozi wa chama hicho. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.